Mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Irani na Israel pamoja na Marekani unaendelea kupanda kwa kasi, huku taarifa mpya zikionyesha kuwa Israel imeingia katika hali ya tahadhari ya juu, ikijiandaa kwa uwezekano wa kurejea kwa mapigano dhidi ya Irani. Hatua hii inakuja wakati dalili zikiongezeka kwa Rais wa Marekani Donald Trump yuko karibu kufanya maamuzi muhimu kuhusu uwezekano wa kuanzisha tena operesheni za kijeshi dhidi ya Teherani. Kwa mujibu wa ripoti ya Channel 12 ya Israel, ndani ya serikali ya Israel kumekuwa na mikutano ya dharura na mashauriano ya kina katika ngazi za juu za uongozi wa kijeshi na kisiasa. Viongozi wa Israel wanaonekana kuamini kuwa kasi ya matukio inaelekea kwenye hatua ya maamuzi makubwa kutoka Washington, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wakati huo ndani ya ikulu ya Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump aliripotiwa kupokea taarifa za kina kuhusu chaguzi za kijeshi kutoka kwa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, na mkuu wa kamandi hiyo Brad Cooper anasemekana kuwa mstari wa mbele katika kumpa rais tathmini ya hali ya kijeshi na mikakati inayoweza kutekelezwa dhidi ya Irani. Taarifa hizi zinahusisha uwezekano wa mashambulizi ya haraka lakini yenye nguvu yakilenga miundombinu muhimu ya Irani. Ndani ya Israel, vyanzo vya kisiasa vinaeleza kuwa mawaziri kadhaa wa baraza la mawaziri tayari wamepewa taarifa za siri katika siku za hivi karibuni. Wengi wao wanaamini kuwa mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Irani yako katika hatari kubwa ya kuvunjika muda wote, hata mapema wiki ijayo. Endapo hilo litatokea, hatua za kijeshi zinaweza kuchukuliwa haraka kama njia ya kuongeza shinikizo dhidi ya Irani. Ripoti hiyo inaongeza kuwa baadhi ya viongozi wa Israel wanaamini kuwa Marekani inaweza kulazimika kutoa msukumo wa mwisho katika kampeni yake ya shinikizo, hasa katika eneo la Mlango wa Hormuz. Eneo hili lina umuhimu mkubwa duniani, kwani ndilo njia kuu ya usafirishaji wa mafuta, na mabadiliko yote yanaweza kuathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Katika mchakato unaozungumziwa, mashambulizi yanaweza kulenga miundombinu ya gesi na nishati ya Irani pamoja na taasisi za serikali, hatua ambayo ingeweza kudhoofisha uwezo wa kiuchumi na kisiasa wa Teherani. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa hatua kama hiyo inaweza kuchochea jibu kali kutoka Irani na kusababisha vita pana zaidi katika ukanda huo. Sambamba na hilo, Israel na Marekani pia wanatajwa kuimarisha ushirikiano wao wa kijeshi baharini, wakilenga kuonyesha tishio la kweli dhidi ya Irani kupitia uwezo na nguvu za majini. Hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia Irani kuchukua hatua za kijeshi au kufunga njia za baharini, hasa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa ujumla, hali hii inaashiria kuingia kwa mgogoro katika hatua nyeti na hatari zaidi, ambapo maamuzi ya kisiasa kutoka Washington yanaweza kuwa na athari kubwa zaidi, si tu kwa Israel na Irani, bali pia kwa usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Kadri mazungumzo yanavyozidi kuwa tete, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu iwapo diplomasia itashinda au silaha zitachukua nafasi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.